Asante. Kwa majina naitwa Yesu Loya, natoka kijana wa Siaya County, Unja constituency, Sigomre ward. Leo sina mambo mingi, niko tu na jambo tatu. Ya kwanza inaenda kwa rais wetu William Samuel. Rais, mimi nakushukuru sana. Sababu gani nakushukuru? Umeangalia Luo Nyanza ukajua ya kwamba wenye wanaweza fanya kazi uliwachukua. Mimi nakushukuru rais. Juzi niliona hapo Kisumu rais huyu Ray Omolo weka karibu na wewe, weka karibu, kwa sababu Ray amepigwa sana. Raymond Omolo anapigwa na watu sasa wamtaki. Kwa sababu gani? Amewacha yani amejirudi hapa chini, amerudi chini kusaidia wananchi. Ray anasaidia wananchi. Rais Bwana William Ruto, huyu Rais Omolo, huyu Raymond Omolo, weka karibu na wewe, weka karibu. Mimi nasikia vile anapanga kazi. Hebu angalia Kisumu, watu walijitokeleza, na wengine ukiwapea pesa waende wa mobilize watu, wanakula, wanaweka ndani ya mfuko, wengine wanajenga nayo manyumba, wengine wanatafuta mali pengine wanajenga. Mimi niliona kazi yenye Ray mpaka Ray, nimekusalutu bwana, wewe unafanya kazi, na kumbe unajua mtu akikupea kazi, chapa kazi. Rais William, huyu Ray Omolo weka karibu na wewe, Kenya itaenda mbele. Sisi kama sahii watu wa Luo Nyanza hakuna mwenye tunaangalia, ni Raymond Omolo. Hebu niambie nani tena tuangalie? Wengine wanapiga kelele na wanaiba tu pesa, wanajenga manyumba, wanatafuta mashamba huko Nairobi, na wanajenga manyumba, wanajenga maplots, wanajenga MBA, hizi nyumba kubwa. Na Ray ukimwambia Ray enda fanya hivi, Ray anafanya. Mimi rais, kitu yenye naweza kukwambia, ukiwachana na Raymond Omolo, mimi nakufa, sikudanganyi. Ray anafanya kazi bwana. Ray anatujua kama sisi kama vijana. Ray anakuita, anakuambia unataka kufanya nini, anakuambia wewe fanya hivi, wewe sitaki nini, endelea na kazi yako. Hata hii mambo ya mobilization hii mambo ya realization ya ID. Rais, hii kitu nakuambia kila siku, sisi watu wa Luo Nyanza, wao babu zetu, wazee wetu wengine wana ID. Tuna ile ID kubwa, ile ya kitambo, ile yenye ukiangalia inaweza kaa kama passport ya kupanda ndege. Mtu akuna ile ID kubwa, ile ya kitambo, na huyu hawezi piga kura. Tuko wengi, lakini watu hawana ID. Na kuomba rais, ongea na huyu Omolo afanye hiyo kazi, amobilize watu wa Luo Nyanza. Najua ulishaanza na wengine wameshakula pesa. Mtu anapewa pesa aenda afanye mobilization kwa constituency yake, yeye anaenda anapea watu siku 3, watu wanafanya haraka saa 8 saa 9 wanafunga, wanaenda kukunywa pombe. Hawa watu wako hawa mabunge hawa wenye umeweka karibu, hao huyu mwingine, huyu unafanya naye kazi, unamjua, ulimweka kwa sikio, hakuna kitu wanafanya. Kazi yao ni kupanda ndege Saturday. Wanatoka Nairobi siku hizi Saturday asubuhi, wanaenda kuzika mtoto na ndege. Mtoto wa miaka 5, mtu anasuka na ndege, anaenda kubasisi, anataka kujionyesha. Ndio maana nasema ya kwamba hao watu wenye wanafaa kwa broadbase sawa, wamekaa nje ya serikali sana. Sasa wako na njaa mingi bwana rais, wako na njaa. Ukiwapea pesa kidogo, sasa wewe pia punguza kuwapea pesa, punguza. Ukipea pesa mingi, mtu anasahau, anapanda ndege, na ndege anaenda kwa matanga. Sasa constituency moja ama ward moja, mtu anatembea na ndege matanga 3, matanga 4, na wamama wanakufa njaa. Kuna wamama wawido wenye wajajengewa nyumba, wengine nyumba zao zilianguka. Rais, wewe una shida kwa sababu wewe ulikuwa rafiki ya Raila, tunajua wewe hauna shida, lakini wenye uliweka karibu hapo ndio wanakumaliza. Ndio maana nakuomba, chukua mtu mmoja rais, chukua Raymond Omolo. Omolo ni rafiki yako kuanzia kitambo, mimi najua wakati ulikuwa waziri. Omolo umeanza na yeye kitambo. Omolo anachapa kazi.
hata saa hii najua huko Kisumu, rais huko Kisumu umepeleka hii mambo ya nini, hii mambo ya kusaidia vijana, hii mambo ya nyota umepeleka Kisumu, na Ugunja constituency wa vijana wajatoka, na najua kuna pesa mobilization ilitoka. Wazee watumbo kubwa ndio wamepanda gari wanakuja Kisumu, wamewacha vijana. Na wewe ulisema hii miradi yako ni ya vijana. Sasa vijana wajaenda, wanalia huko Ugunja, na uko na CS, hapo juu, ulichukua ukampea kazi yenye iko na maana sana Kenya hii, kazi ya petroleum na Kenya Power. Honorable Mr. Opiyo Wandayi umemweka hapo, na Ugunja kwake watu wanalia saa hii, vijana wamebaki. Gari imekuja tu moja, bwana rais, hiyo tunaenda wapi? Alafu mtu au vijana wenye amewawacha kesho atakuja anasema ati waseme tuta, kijana atasema ni tuta, na ulimwacha kwa nyumba. Sasa bwana rais, mimi nakwambia tena, ningeomba usiwachane na Omolo. Omolo ndiye amefanya hata sisi saa hii tunasema wewe ndio rais wetu, kwa sababu saa hii Kenya hii yenye tuko nayo, mwenye amekutoa chini ndio unamwabudu, na anafanyia wananchi kazi, sio mtu mmoja, anafanyia wananchi kazi. Na bwana Raymond Omolo, mimi najua unanijua vizuri. Omolo de la Rue, Omolo pinyo ae, umesema nimeongea Kijaluo na singetaka niongee Kijaluo. Omolo umesaidia watu wengi, nazidi tu kusaidia, na mimi tena naomba bwana tukutane na wewe bwana Omolo. Mimi nakuomba tukutane, Omolo, Raymond Omolo, naomba tukutane na wewe tena. Nataka nikupe namba yangu, naomba nikutane na wewe, kwa sababu mimi ni mwanabunge la Jacaranda na tuko na challenges, lakini mimi naona unasaidia. Naomba bwana tukutane na wewe tena. Wacha nikwambie namba yangu Omolo, najua tumesalimiana, tumejuana, tuko marafiki, lakini naomba tukutane na wewe. Najaribu kufika kwako, wengine wananishika mkono, wananivuruta nyuma. Kwa nini wananivuruta nyuma? Wataki nionane na wewe, wanaiba nyota yangu, na nyota yangu sasa inang'aa. Bwana Omolo, mimi nakuomba tukutane, my brother, tukutane. Namba yangu ni 07 01 68 4416 07 01 68 4416. Nasema ya mwisho 07 01 68 4416. Bwana Ray, naomba tukutane bwana, naomba nikule breakfast na wewe. Wewe ni mtu wa kuchapa kazi. Mimi nakushukuru, umesaidia wengi. Asante. Mungu akubariki na Mungu akuinue ndugu yangu, na ukuwe na jioni njema leo.